Karibu sana mtazamaji. Huu itakuwa ni video ya mwisho katika mfululizo wa video zinazofundisha habari za uzazi na vitu ambavyo vinaathiri watu kupata watoto. Hii itakuwa ni video ya tatu na ya mwisho. Ya kwanza nazungumzia madhara ya wanaume kuoga maji ya moto. Maji ya moto ukioga mwanamke hayakudhuru, lakini mwanaume yanamdhuru, na nikaweka na sababu zake kwenye video ile ya kwanza. Video ya pili nikazungumzia juu ya mavazi yenye aina ya nylon au polythene wanaita kwa Kiingereza. Mavazi hayo wanavaa sana wanawake na hata wanaume pia wanavaa, kwenye chupi, kwenye zile nguo wanaita za tight za ndani, kivaa nguo yenye nylon, hata kwenye sidilia vile kwenye matiti unapovaa nguo zenye nylon au polythene inaathiri uwezo wako wa kupata mimba. Sasa nakuja kwenye kipengele cha mwisho ambacho ni sukari. Sukari ni kitu ambacho tumezoea tokea wadogo. Unakunywa chai, unakunywa uji, una sukari na kila kitu kinakuwa hivyo. Lakini shirika la afya la ulimwengu mzima limeonyesha wazi kwamba sukari vile vile ina madhara katika swala hilo la uzazi, ukiondoa masuala mengine ya matatizo ya moyo na nini na kuongezeka uzito kupita kiasi. Lakini kutokana na kasi ya watu wengi kuto kupata watoto, shirika la afya la ulimwenguni limelizungumzia hilo vile vile, na mimi leo nataka niliweke wazi hapa kwamba ni kweli kabisa linaweza kuathiri uwezo wako kupata watoto. La kwanza ambalo linatokea ni kwamba sukari, unapokula sukari inakwenda na trigger, kuna hormone inaitwa insulin. Insulin inapokuwa nyingi ina disrupt, yani inaharibu mtiririko wa vichocheo vinavyosababisha upate ujauzito. Kwa Kiingereza wanaita ina disrupt, yani inaharibu ule mtiririko mzuri ambao unaweza kusababisha upate mtoto. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinasababishwa na sukari. Unapokula sukari inakwenda inasababisha insulin itoke kwa wingi, na wagonjwa wa sukari wana matatizo hayo ya insulin imekuwa ni kidogo. Sasa hilo ni jambo la msingi ya kuweza kuliangalia. Lingine ambalo lipo ni kwamba sukari hiyo inaathiri ubora wa mayai ya kike na vile vile ubora wa kukomaa kwa mayai hayo. Kwa hiyo mayai yakiwa hayana ukomavu mzuri, maanake unaweza kuzaa mtoto chahira, au hata mimba isishike kabisa, au mimba ikatoka, au mtoto akafia tumboni, au kuzaa mtoto mlemavu au albino. Hayo yote yanaweza yakakukuta. Kwa hiyo kama linaathiri ubora wa mayai, ni kitu cha kuangalia sana. Na vile vile kama nilivyozungumza mwanzoni ni kwamba kiwango cha insulin kinapoongezeka kwenye damu inasababisha zile ovaries ya eneo ambapo mayai yanatengenezwa vile vile kusababisha mayai yasikomae vizuri. Kila embe ambalo halijakomaa vizuri halina utamu. Kadhalika mayai yasipokomaa vizuri, maana yake utazaa kwa shida, aidha unashinda kupata ujauzito kabisa, na hiyo vile vile unapaswa ujiangalie. Lakini vile vile kiasi hicho cha sukari kikiongezeka kwingi sana kwa upande wa wanawake, inawasababisha wawe na kichocheo kingi kinachoitwa testosterone. Kwa kawaida wanaume ndio wana kichocheo kingi cha testosterone. Wanaume tuna kiwango kikubwa kuwazidi wanawake mara 13 zaidi hadi 20. Inategemea na afya ya mwanaume na diet yake vile vile. Lakini kwa hiyo kikizidi kichocheo hiki kinaweza kupelekea unajikuta unazaa watoto wa kiume zaidi. Sasa hii ni video nyingine ambayo inakuja. Vyakula vinavyosababisha upate watoto wa kike peke yake au wa kiume peke yake ni vipi? Hii ni mada ambayo nimeizungumzia kwenye kitabu changu cha sayansi ya mapenzi. Kama unataka kukiagizia hicho, unaweza kutumia kwenye online. Gharama yake leo sio kubwa sana, kutumia online ni shilingi 8,000 tu. Kwa kitabu hicho utapata vile vile kujifunza dalili ya mpenzi asiye mwaminifu yukoje. Ukitaka mtoto wa kike au wa kiume ufanye nini? Mwanamke aliyefika kileleni na yule anayekudanganya yukoje? Kwa hiyo kuna mambo mengi, kitabu kikubwa kidogo, kina mambo mengi sana, lakini hayo ni mambo ambayo vile vile kitabu hicho cha sayansi ya mapenzi ambacho nimekiandika mimi. Lakini vile vile ningependa kuzungumza kwamba sukari vile vile inaathiri cells
ambazo ziko kwenye ukuta wa mfuko wa uzazi. Zina asili cells, yani cells ndio zile chembechembe ambazo zinasababisha nyama itokee, sawa? Sasa ikiathiri cells hizo itasababisha kutungia, yani mimba inaweza ikatunga, baada ya wiki 2 inatoka. Unakuta mabonge tu, mwanamke anaenda mwezini kama vile mabonge. Unafikiria ni hedhi, lakini kumbe ni mimba imetoka. Inatoka mabonge, damu inakuwa nzito kupita kiasi. Hiyo inaweza kusababisha hiyo unapata shida kutunga mimba. Mimba inatunga lakini baada ya wiki 2 inaporomoka. Sasa hiyo sio rahisi kuigundua kwa sababu iko ndani ya mzunguko wa mwezi. Unaweza kufikiria kwamba inatoka mabonge au damu nzito sana, unafikiria kwamba labda tu ni hali tu imebadilika, kumbe ni mimba imetoka. Kwa hiyo ni possible uliangalie vile vile. Na lingine ambalo lipo kwa wanaume inaharibu wingi wa mbegu za uzazi. Mwanamume anatakiwa awe na mbegu za uzazi zisizopungua milioni 15 hadi milioni 200 kwa mililita. Sasa zikipungua chini ya hapo, hiyo inaitwa oligospermia. Ni tatizo ambalo linasumbua, inaitwa oligospermia. Yani sperm zimekuwa siko chini ya kiwango, kwa hiyo huwezi ukazalisha kama mwanaume. Lakini vile vile kuongezeka kwa sukari ndani ya mwili vile vile kwa mwanaume inaharibu vile vile DNA ya zile mbegu za kiume. Kwa hiyo kama DNA imeharibika, unaweza kuzaa mtoto tahira au kuzaa mtoto mwenye ulemavu au upofu wa kuzaliwa nao. Hivyo vitu vipo. Kwa hiyo ni kwa sababu ile sperm imekuwa damage. Kama umeangalia video ya kwanza, yule mtaalamu ambaye nimemrekodi pale, ambaye anapima hizi mbegu, anaonyesha wazi kwamba mbegu nyingi zinakuwa zimekufa au vichwa vyake vibovu au mikia yake mibovu. Angalia video ya kwanza. Hii ni video ya 3. Kwa hiyo hilo linaweza likatokea, ambalo of course linasababisha uzazi wako ulete shida. Kipengele cha mwisho ambacho napenda kumalizia ni chumvi. Chumvi nayo vile vile inachangia ikiwa excess. Lakini mbaya zaidi kwa vijana ambao hawajabalehe, inaweza ikachelewesha kijana kuchelewa kubarehe, awe ni wa kike au wa kiume. Lakini madhara mengine ni kama haya: chumvi kupita excess, yani kupita kiasi, na excess na ngomzia excess. Kwa kuna ile chumvi ambayo ni ya kawaida, lakini ile imepita excess. Kwa hiyo ni kama vile pombe kizidi yenyewe vile ina madhara yake. Sawa? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo napenda uyafahamu, ili kama kweli unahangaika na swala la uzazi, tafadhali sana, haya ni mambo unapaswa kufanyia kazi. Na ukitaka msaada zaidi, kuna gharama zake, tafadhali sana, namba zangu za simu naziweka hapo chini, tuwasiliane ili niweze kukusaidia kwa karibu zaidi. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, please ni follow au subscribe. Kama unaangalia video hii kwenye YouTube, subscribe ili uweze kunufaika zaidi na video nyingine inayokuja. Na video hiyo itakuwa ni inakuwaje mtu anapata mtoto wa kike peke yake au wa kiume peke yake. Hii hali ipo na inawasumbua sana watu wa akili. Kwa hiyo kuna video nyingine ambayo inakuja, kwa hiyo usije ukakosa. Tafadhali follow au subscribe, na Mungu akubariki. Kwaheri.